Mkuu wa kamandi ya jeshi la Marekani barani Ulaya, Jenerali Alexis Grant ameripotiwa kuitahadharisha Pentagon kuwa huenda akalazimika kutanguliza ulinzi wa ardhi ya Marekani badala ya kuendelea kutoa kiwango cha sasa cha ulinzi kwa Israel ikiwa hatapatiwa haraka meli nyingine ya kivita ya jeshi la wanamaji la Marekani. Onyo hilo limeripotiwa kutolewa kupitia barua rasmi ya maandishi ambayo kwa mujibu wa gazeti la The Washington Post ilinukuu maafisa wa Marekani ambao hawakutajwa majina kutokana na unyeti wa taarifa hiyo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Jenerali Alexis ameeleza kuwa uwezo wa vikosi vya Marekani vinavyofanya operesheni chini ya EUCOM umeanza kukabiliwa na shinikizo kubwa kutokana na kuongezeka kwa majukumu ya kijeshi katika maeneo mbalimbali kwa wakati mmoja. Amesema bila kuongezewa meli nyingine ya kisasa yenye uwezo wa kukabiliana na makombora na vitisho vya anga, atalazimika kufanya maamuzi magumu kuhusu eneo litakalopewa kipaumbele katika ulinzi wa Marekani. Kamandi ya EUCOM ndiyo inayosimamia shughuli za kijeshi za Marekani katika bara la Ulaya pamoja na sehemu kubwa ya Mediterranean. Katika kipindi cha hivi karibuni, vikosi vya kamandi hiyo vimekuwa vikishiriki moja kwa moja katika operesheni za kuzuia makombora na ndege zisizo na rubani zinazorushwa kuelekea Israel kutoka Iran na kutoka Yemen, ambako Wahouthi wameendelea kufanya mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya Israel na meli zinazopita katika Bahari Nyekundu na maeneo jirani. Meli za kivita za Marekani zinazofanya kazi katika bahari ya Mediterranean zina mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga inayowezesha kugundua na kuharibu makombora ya masafa marefu, makombora ya ballistic na ndege zisizo na rubani kabla hazijafikia malengo yake. Kutokana na uwezo huo, zimekuwa sehemu muhimu ya mfumo wa ulinzi unaosaidia Israel kukabiliana na mashambulizi yanayotoka nje ya mipaka yake. Ripoti hiyo inaeleza kuwa hadi kufikia jana Ijumaa, meli 2 kati ya 5 za kivita za Marekani zilizowekwa kwenye kituo cha Rota nchini Hispania zilikuwa zimepelekwa katika bahari ya Mediterranean. Hata hivyo, idadi hiyo inaonekana kutotosha kwa kiwango cha majukumu yanayohitajika kutekelezwa katika eneo hilo, huku vitisho vya kiusalama vikiendelea kuongezeka. Mbali na jukumu la kusaidia kulinda Israel, EUCOM pia ina wajibu mkubwa wa kuhakikisha usalama wa bara la Ulaya na nchi nyingine wanachama wa NATO dhidi ya tishio lolote linaloweza kutoka Urusi. Kamandi hiyo inapaswa kuwa tayari kujibu haraka endapo kutatokea uvamizi dhidi ya nchi mwanachama wa NATO, mashambulizi ya makombora ya masafa marefu au hatua nyingine za kijeshi zinazoweza kuhatarisha usalama wa washirika wa Marekani barani Ulaya. The Washington Post imeeleza kwa moja wasiwasi mkubwa uliotolewa na jenerali huyo ni uwezo wa Urusi kutumia makombora ya masafa marefu ambayo yanaweza kufikia maeneo ya mbali zaidi, hali inayolazimu Marekani kuendelea kuweka nguvu kubwa katika ulinzi wa bara la Ulaya na usalama wa ardhi yake. Hata hivyo, kuendelea kuelekeza meli nyingine katika operesheni za Mashariki ya Kati kunaweza kupunguza uwezo wa Marekani wa kukabiliana na tishio lolote linaloweza kujitokeza kutoka upande wa Ulaya. Onyo hilo linaonyesha changamoto kubwa inayoikabili Pentagon katika kipindi hiki ambacho Marekani inalazimika kugawa rasilimali zake za kijeshi katika maeneo kadhaa yenye migogoro kwa wakati mmoja. Wakati ikiendelea kuisaidia Israel dhidi ya mashambulizi ya Iran na Wahouthi, Marekani pia ina wajibu wa kuimarisha ulinzi wa washirika wake wa NATO na kuhakikisha usalama wa njia muhimu za usafirishaji wa kimataifa pamoja na kulinda ardhi yake dhidi ya vitisho vya nje. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.